Kwa jina naitwa Zabibu Abdul Singa, ni mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi, lakini pia ni incharge Gender Desk mkoa wa Tabora. Kupitia maadhimisho ya wiki ya siku ya wanawake duniani ambao kilele chake inafanyikia tarehe 8, kitaifa tafanyikia mkoa wa Arusha, lakini kimkoa tutafanyikia Nzega siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Leo hii ya Jumanne tarehe 4 2025 tumeona tuje tufanye usafi kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Tabora katika kusapoti wanawake wenzetu ambao wamelazwa hapa hospitali, kuwawekea mazingira mazuri, wapate hewa nzuri na wajisikie vizuri pia. Hii ni hospitali kubwa na inapokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Ni hospitali ya rufaa. Ndio maana tumeamua kuichagua kwa sababu ina watu wengi, ina eneo kubwa pia. Tumeamua leo kuja kusaidia kufanya usafi kwenye eneo hili. Limradi wa wale ambao wanafanya usafi siku zote tunawapumzisha. Lakini pia tunawekea mazingira mazuri wagonjwa na madaktari wetu. Lakini pia tuna tukio la kutoa damu, kuchangia damu. Lakini pia tuna tukio la kufanya matendo ya huruma ambayo tutayafanya siku ya Alhamisi katika gereza la mahabusu la Uyui. Mkoa wetu wa Tabora kama ambavyo ilivyo kwenye mikoa mingine, matukio ya ukatili yapo, lakini sisi kama wadau tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba matukio haya yanapungua kwa kiwango kikubwa, na vile vile ikiwezekana tuyamalize kabisa ili kujenga Tabora mpya na Tabora ambayo iko free kutoka kwenye matukio ya ukatili. Unawaambia nini kina mama ambao wanafanywa ukatili na wameendelea kuvumilia vitendo kama hivi? Watoe taarifa. Sisi Jeshi la Polisi tupo kwa ajili yao na tunawaahidi kwamba watapatiwa haki yao, na wale ambao wamefanya hivyo vitendo tunaahidi kwamba tutawajibisha kwa utaratibu na kwa mujibu wa sheria. Wasikae kimya, wakifanyia vitendo vya ukatili wasione ni kawaida, watoe taarifa kupitia vyombo maalum kama Jeshi la Polisi. Kwa majina naitwa Brighton Mwanyonga, ni kaimu mganga mfawizi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete. Awali ya yote leo tumepokea ugeni kutoka wenzetu wa Jeshi la Polisi, lakini ni wakina mama ambao wamekuja kwa ajili ya kutusaidia kufanya usafi katika hospitali yetu. Na hii imekuwa ni mahususi kabisa kuelekea tarehe 8 siku ya wanawake duniani. Wamekuja kutusaidia kusafisha mazingira ya hospitali na kuweka taratibu nyingine zote za usafi salama katika hospitali yetu. Kwanza ni kitendo cha kiungwana wao kama wananchi, lakini vile vile kama wanawake wa Jeshi la Polisi kuja kutusaidia ama kuja kushiriki na sisi katika zoezi la usafi. Tumekuwa tukiona taasisi mbalimbali katika kuadhimisha siku zao tofauti tofauti wanakuja kutusaidia ili kuweka mazingira safi. Kwa hiyo mimi nawapongeza kwa kitendo chao ambacho wameamua kukichukua, ama katika jambo hili ambalo wao wameamua kulifanya ili kusaidia mazingira kuwa safi. Kasimu Hilali Hamdani. Na kwanza nawashukuru sana, wamefanya jambo zuri sana. Tena zuri mno, limeniingia kabisa rohoni. Kwa kazi walokuja kuifanya. Hata wao nimewafahamisha kuwa hawa askari nimewashukuru kabla ya kamera zenu. Nimewashukuru sana, mnafanya jambo zuri na tuendelee hivi. Kwa jina naitwa Salumu Meshaki, ni katibu wa eneo hili la kijiwe hichi cha Kitete cha bodaboda. Mimi kama binafsi, pamoja na vijana wangu hapa maeneo ya Kitete, tulipokea vizuri sana ujio wa Jeshi la Polisi kuja kufanya usafi katika mazingira yetu ya hospitali ya mkoa wa Kitete. Tumefarijika vizuri sana. Tunatamani na taasisi zingine za kina mama, kwa sababu ni wiki ya kina mama bado haijaisha, bado kuna siku zingine ziko mbele, wajitokeze kwa wingi kuja kufanya usafi katika mazingira na kuwa na wagonjwa, kuwatembelea wagonjwa ndani wodi mbalimbali. Itakuwa vizuri zaidi. Wiki iliyoisha tu tuliona chuo cha VETA kilileta hapa na chuo walikuja wakafanya usafi, wakatembelea wagonjwa. Kwa tunafarijika tunapoona kina mama wanajitolea. Tunapendekeza taasisi zingine mbalimbali ziendelee kuja kutani.